kutiania kwa kuingia katika hiyo ibada. Tunatiania kuingia katika ibada na kuvaa vile vile mavazi yake. Nayo sunna al-ikhtisar, kwanza sunna unakoga, watatayib, na unajinadhifisha, unajitia manukato fi rasi, katika kichwa, walbadani, na katika mwili. Kabla hujavaa unaruhusiwa kujitia manukato. Kwa wanawake manukato yao yale ya kike yalikuwa hatoi harufu. Kwa wanaume unaruhusiwa kujitia manukato ambao hata yenye harufu, lakini kabla ya kuvaa chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijitia mpaka akachuruzika katika paji lake la uso. Alijitia katika kichwa, yakachuruzika katika paji la uso. Hiyo ni sifa ya mwanzo kabisa katika kuhirimia, halafu ndipo tunaingia katika kuhirimia. Wakati wa kuhirimia maana yake ndio kusema labbaik allahumma liumra. Tunasema labbaik allahumma liumra, na wakati huo tukumbuke kwamba jambo hili tunalifanya tukiwa tuko Dhul-Khulaifa katika miqat. Thumma yalbisu thiyab al-ihram, kisha sasa mtu kisha koga, kisha kata kuche, kisha kata nywele, kisha jitia manukato, kisha jipaka mafuta vizuri, sasa ndo anavaa mavazi ya kuhirimia. Sasa hapo tunamwona mtu wetu huyo mwanamume kavaa mavazi yake, shuka yake mbili ya juu na ya chini. Mwanamke amevaa nguo yote. Anasema lirijali, kwa wanaume inakuwa al-izar wa rida, ni nguo ya juu na nguo ya chini. Walinisa, kwa wanawake talbas ma sha'at min athiyabi, atavaa nguo yote katika nguo anazozitaka, ila zisiwe za shubha, zisiwe za mapambo, sawa. Lakini kwa taasisi yetu kuna nguo maalum ambazo tumezitoa, hizo ndo ambazo watakuwa wamevaa, watakuwa sare moja. Wala talbis niqab, wala mwanamke haruhusiwi kuvaa niqab au takafazin au akavaa gloves. Gloves ile vile haruhusiwi. Kwa maana hiyo mtu anahirimia, mwanamke anatakiwa uso wazi pamoja na viganja viko wazi. Lakini mashaka akasema watughti waja, anaruhusika mwanamke kufunika uso wake inda rijal, mbele ya wanaume, ghairu muharram, katika kwa muharram. Akichelea kwamba itakuwa ni fitna, basi inaruhusiwa. Sasa wamehtilafiana namna ya kuruhusika kwake. Je, ile niqabu, au wengine wakasema anavaa kofia, kwa mfano kama zile kofia za pama, alafu kinaanguka kitambaa mbele yake. Hilo wamehtilafiana na wanazuoni. Kwa maana kubwa hapa ninalozingatia, kwa mwanamke naye atavaa mavazi yake ya kawaida, yasiokuwa tena mapambo ming'aro akashughulisha watu. La, atavaa ya kawaida. Kwa taasisi yetu sisi tutakupatia nguo maalum ambayo utakuwa unaivaa. Tukitoka hapo tunakutana sasa sunna ya kuswali rakaa mbili. Tusali salata alfaridha kama ipo wakati, na kuswali rakaa mbili za sunna. In kana fi wakti faridha, ataswali sala ya fardhi iko wakati wa sala ya fardhi, muda wa sala umefika. Maana yake sio kama ndio umeelimia ikati na wewe kuswali, la, muda umefika, unaruhusiwa vile vile kuswali. Vile vile wal iswal rak'atayn, na akaunganisha na rakaa mbili biniyati wudhu, akatiania kwa sunna ya udhu au akatiania kwa sunna yote. Wengine akasema nia ya kuhirimia, sunna ya kuhirimia. Tukihirimia sunna pale tunatakiwa tuswali rakaa mbili. Muda wa swala umefika, tutaswali muda wa swala. Kama swala ina baadia, tutanyanyuka tutaswali baadia, na kwa nia ya kwamba vile vile tunafanya nia ya kuhirimia, swala ya kuhirimia. Baada ya hapo, slide namba 5, sifa ya umra. Anasema sasa tunaitikia labbaika umratan, labbaika li umra, labbaika al-umra, katika manasiki ya umra. Lakini haji hiyo itakuja kubadilika, ambapo tunaitikia kwa kusema labbaika li umra, kwamba tunaitikia kwa ajili ya kufanya ibada ya umra, au labbaika limuhimu labbaik allahumma labbaik, na kuitikia ewe Allah, na kuitikia labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika la, ile ambayo juu kama haijapoza hapo ndo tayari ushaingia katika ibada ya umra. Labbaika umratan, na kuitikia Allah kwa ajili ya ibada ya
umra. Thumma yahrum, kisha yuhrim, atahirimia. Wayaqulu, na atasema labbaika allahumma au labbaika umra, labbaika allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hiyo ndo tunaingia katika ibada. Wayusannu lirijal, imesuniwa kwa wanaume raf'u sawt, wanaume wao watanyanyua sauti, wa talbiyatu, na watapiga talbiya. Wa amma almar'a, kuhusu wanawake wao, fala tarfa'u sawta, wanawake wasinyanyue sauti bitalbiya, kwa kupiga talbiya au tadhkir au kufanya dhikri. Lianna almatlub, kinachotakiwa kwa wanawake fi haqqiha atustar, kwa haki yao wao wanatakiwa wafanye stara. Kwa maana wanaume tutatoa sauti kabisa ya kuitikia hizo talbia. Katika hadithi imekuja Jibrili alimwambia Mtume SAW kwamba wanaume wanyanyue sauti zao. Kisha sasa tunaingia katika msikiti, na kama tunavyoona maguzo mawili hayo ndio picha ambayo tukutana nao mlango wetu kama hivi. Ndio hivyo manake. Nambari 70 ngapi tumesema? Nambari 79 ndio mlango ambao tukoingilia. Tukitoka hotelini kwetu, manake njia moja kwa moja kama bwana anapokwenda hapo, na sisi tutakwenda hivyo hivyo. Na tukiingia, yaqumu ar-rajulu yumna wa yaqulu bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah, allahumma ighfir li dhanbi waftah li abwaba rahmatik, a'udhu billahi al-azim biwajhihi al-karim wa bisultani al-karim min ash-shaytani ar-rajim. Hiyo ndio dua ambayo tutakoingia kwa kuingilia msikitini kwa mguu wa kulia, au ya kawaida bismillah ya kawaida tutaingia bismillah allahumma iftah li abwaba rahmatika. Ukijua yote kwa urefu utaisoma yote kwa urefu, na hapo talbia itakuwa zimemalizika. Kule kote njiani tutakuwa tunapiga talbia. Tukisha hapo tunakutana na Hajarul Aswad kama picha inavyoonekana hapo, ndo Al-Kaaba na juu kuna Hajarul Aswad. Imesuniwa kwa wanaume kufunga rubega al-ibtibai fi kulli shawti waramli fi shawti thalathati al-ula, katika mizunguko. Shawt maana yake mzunguko, katika mizunguko waramli, na kutembea kwa matiti katika shawti, katika mizunguko mitatu ya kwanza. Mitatu ya kwanza tutakwenda kwa rubega na tutakwenda kwa ramli, yani tutakwenda kwa kutrot. Na naitafsiri hapo al-ittibai ni kashfu al-kakfu al-yumna, kuweka wazi bega la kulia katika mizunguko mitatu ya mwanzo. Wa ramlu, na ramlu maana yake as-sira'u, kwenda kwa haraka, al-mashi, kwenda kwa haraka, kwenda kwa haraka katika kwenda kwetu, maa muqarabatu al-khatw, pamoja na kukaribiana zile hatua, ndio tukasema kutrot. Hundi mbio ukafukuzana, bali utakwenda hatua zinakaribiana, tunakwenda kwa kutrot. Alafu vile vile thumma taqdimu ila albayti, kisha tuelekea Al-Kaaba na nahwa al-Hajar al-Aswad, kwa kuelekea upande wa Hajar al-Aswad. Liyabtada, kwa ajili ya kuanza at-tawaf, kuanza kwa tawaf. Kama tunaona pale pana mlango, pembeni ya mlango ndio bwana wewe kusimama kwa ajili ya kuanza, na ukianza tunasema bismillah Allahu akbar, kama tulivyofanya na tulivyozoea kwamba alhamdulillah tunakwenda vizuri. Halafu sasa tunaenda mizunguko yetu, akapekea pale mstari kwamba tunazunguka kwa kuweka bega letu katika upande wa Al-Kaaba. Shautu atawafu 7 ashwat, tutatembea mizunguko 7, na tutaanza min Hajar al-Aswad, kutoka katika Hajar al-Aswad, wayantahi bi, na tutaishia hapo hapo. La yasihu tawafu, na haitosihi tawafu man, yule ambaye dakhil al-hijr, atakayeingia katika Hijr Ismail. Kama tunaona pale pana mshare rangi nyekundu akiwekwa na X, na hata tunapotengeneza Kaaba zetu tunaweka kitu pembeni pale. Kwa hapa tunaweka kanga, nikasema vile vitu vya kuokota vinawekwa juu ya kuta ya hapo pale, hutoruhusiwa kuzunguka kaingia mle. Ama kuswali unaruhusiwa, ukipata kuingia kuswali mle, maana unaswali ndani ya Al-Kaaba.
Kwa leo tutazunguka mzunguko wetu katika hali kama hiyo, alafu vile vile tutasalimia hajarul aswad na wayukabiluhu, na tabusu intaisara lahu, ikiwa kuna wepesi. Ikiwa kuna wepesi tutakwenda kwenye hajarul aswad, tutasalimia, tutalibusu. Dhalika duna an yuzahim, pasina kufanya mizozo, yani misuguano, kufanya muzahim. Na kulisalimia kwa mkono na kulibusu vile vile, duna bizahim, pasina ya kusokotana, bila kusokotana. Tutalisalimia tu, kama kuna nafasi ya kwenda kulibusu tutakwenda, kama hapana basi imetosha. Alafu vile vile wala yusharatu, haikuwa sharti ile kwake, biyadihi, kwa mkono wake, wayashiru, sio yusharatu, wayashiru, alikuwa yuko mbali ataashiria. Sisi wote tutakwenda kwa kuashiria kutokana na zahma. Min baidi, walikuwa yuko mbali, yataashiria bismillah, Allahu akbar. Alafu atalisalimia ruknul yaman. Nakumbuka ruknul yaman, ile nguzo ambayo tukasema tunaanza kusema rabbana atina fid dunya hasana, biduni takbil. Hapo hubusu unalisalimia, kama uwezekano wa kuligusa unaenda ukaligusa, haupo basi intasara lahu, kama kuna wepesi. Wala yuzahim, na ala kuwa hakuna misongomano, hakuna zahma. Naam, vile vile atakuwa anasema baina ya ruknul yaman mpaka hajarul aswad ile dua maarufu, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hiyo ndio dua ambayo atakuwa anasoma kutoka ruknul yaman mpaka katika hajarul aswad. Kapekea mishari hapo kwamba kutoka rangi nyekundu mpaka rangi nyekundu, akatokea mishari mwekundu. Sehemu hiyo tutakuwa tunasoma dua hiyo kwa kadiri na kiwango tutakazozipata. Alafu kutoka hapo, kullama marra, kila atakapopita hajarul aswad, fa'ala ma sabaqa, atafanya kama alivyofanya mwanzo, wakabbara, na atapiga takbira, atalielekea na ataliashiria Allahu akbar. Kama uko peke yako utakwenda utabusu, kama uko peke yako, lakini hatupata nafasi hiyo, maana yake utakwenda utaashiria Allahu akbar. Wayanshaghilu athnai atawaf, na atajishughulisha wakati anazunguka Al-Kaaba, bizikri, atasoma dhikri mbalimbali, wa dua, atasoma dua mbalimbali anazojua mwenyewe, wa qiraati al-Qur'ani, na atasoma Qur'ani. Kwa maana ndani ya kuzunguka utakuwa na mambo mbalimbali ya kufanya, ama utasoma dua, utaleta dhikri, utasoma Qur'ani na kadhalika. Halafu tukimaliza hapo tumesema tunakwenda wapi? Maqamu Ibrahim. Kipicha chetu pale yule bwana anaswali nyuma ya maqamu Ibrahim, wa thumma taqaddamu ila maqamu Ibrahim wa yattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Nilisema neno hilo katika sunna, nilisema tu yattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, na kuchukulia sehemu ya maqamu Ibrahim kama ni sehemu ya kuswalia, lakini tusilazimishe katika hicho kijumba. Naweza tukaswalia sehemu yote katika msikiti wa Maka. Thumma yusalli rak'ataini, ataswali rakaa mbili, qariban minhu, karibu tuna ile maqamu Ibrahim, intaisara, iko kuna wepesi, au ba'idan an, au hata mbali, hakuna shida yote. Rak'atan ula, raka ya kwanza atasoma kuya ya al-kafirun baada alhamdu. Raka ya pili ikimaliza alhamdu atasoma sura Ikhlas. Tuko pamoja hapo? Tunaendelea. Vile vile akimaliza hapo sasa, yadhabu, ataelekea lilmasai, kuelekea sa'i. Huko anasema fa idha dana min Safa, akikaribia kufika Safa ndio atasoma aya inna Safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. Atasoma dua hiyo wakati akishafika katika sehemu ya Safa, ili aanze kwenda katika sehemu ya Marwa. Halafu thumma yas'ad, atapanda ila Safa, ala Safa, atapanda jabal la Safa, wa yastaqbal al-qibla, kama tulipopanda sisi tukaelekea kibla. Halafu wayad'u bima shaa, ataomba anachotaka, lakini katika sunna an yakula, na kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu
وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات ni mara 3 kama pana wepesi. Lakini mara nyingi askari hapo wanawatimua watu, lakini sunna tunapanda katika ya jabali. Tukishapanda tunakuwa tuko juu, tunaomba dua hiyo hapo, alafu tunaelekea upande wa Marwa. Tukielekea Marwa, thumma yadhabu lilmsa'i, kisha ataelekea katika nyuma 16 17, kisha ataelekea katika Marwa. Wakati anaelekea Marwa, yanzilu, atateremka min Safa, kutoka jabali la Safa ila Marwa, ataelekea Marwa mashiyan, kwa miguu. Ingawa hivi sasa kuna vigari vipo, wasiojiweza vipo vibaskeli pale katikati pale katika Safa na Marwa kuna njia za kutumia wheelchair. Wayasra'u, na ataenda haraka, isra'atan shadidan, haraka sana, yani mbio. Baina ya umdaini, nguzo mbili, alhadharaini, za rangi ya kijani. Pana rangi ya kijani bali pameonyeshwa hapo, atakwenda mbio. Intaisara lahu dhalika, ikiwa kuna wepesi wa kufanya hivyo. Tunakumbuka ile tulivyosema hapa tutakwenda kutoti, hiyo ndo tunaendelea. Baada ya hapo anasema thumma yamshi, kisha ataelekea hata yusalli, hata yasila, mpaka atafika ila al-Marwa, sehemu ya jabal la Marwa. Wa yas'ad alaiha, atapanda juu yake jabal la Marwa. Wa yastaqbala Kaaba, vile vile nao ataelekea al-Kaaba kama alivyofanya Safa na Marwa, vile vile ataelekea al-Kaaba. Da'iyan, hali ya kuwa mwenye kuomba dua. Wa yaqulu, na atasema mithla ma qala ala Safa, kama alivyosema kule Safa. Sawa, ataomba dua la ilaha illa huwa la sharika lahu lahul mulku wa hamdu ala kulli shay'in qadir la ilaha illa huwa wahdahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Ataisoma dua ile mpaka mwisho wake, wakati yuko katika jabal la Safa, na ataomba dua akipata nafasi hiyo ya kuomba dua. Tusiharakie kumaliza, bali naharakia kuomba dua. Ikisha thumma yanzil, kisha atateremka min al-Marwa, kutoka Marwa ila Safa, kuelekea Safa. Liyatima 7, atakamilisha saa katika kwenda 7 ashwati, minendo 7 au mizunguko 7. Min al-Marwa ila Safa shawt, akitoka Marwa akina mpaka Safa ni mzunguko mmoja. Min Safa ila Marwa shawt, na vile vile kutoka Marwa kija Safa mzunguko wa pili, mpaka itakamilika 7. Wayashghalu wayanshaghilu bidhikri, lakini yote hayo atajishughulisha na kufanya dhikri. Wa qira'ati al-Qur'ani, na atasoma Qur'ani. Wa du'a, na atakuwa ataomba dua. Hayo ndio mambo ambayo yanafanyika baina Safa na Marwa. Akimaliza hapo, kama tulivyosema, atatoka mlango wake kwa mkono wa kulia, atageuka kulia, atazunguka zake jengo la msikiti. Hapo atakuwa amemaliza, ataelekea hotelini. Thumma ya'luqu rajul, kisha wanaume watanyua sha'arahu, nywele yake, au yaksuru, au atapunguza. Wa ya'luqu al-afdal, lakini atakayenyoa ni bora zaidi. Ama al-mar'atu, ama wanawake wao, fata'khudhu min kulli qarnin, atachukua katika kila pembe, yani katika kila mkia wa nywele zake, nubla, kijisehemu kidogo tu, atazikusanya nywele zake mkiani, atakata kidogo, amemaliza. Hapo itakuwa tayari tumemaliza. Na tunamwona bwana ile saluni ile pale anyolewa, ile pale kuna mwenziwa na mnyoa tayari. Hapo itakuwa tumemaliza ibada ya umra. Kisha wayadhabu, atakowe bwana, wayadhabu, na ataendelea kufanya al-amal, amali nyinginezo. Wayatimu umra, na ikawa itakuwa imekamilika ibada ya umra. Halla mahma halla kamilan, katika hali kwa kama hiyo itakuwa imekamilika. Wayabihu lahu jami'u maqdurati, na atakuwa ni halali kufanya yote ambayo alikuwa amekatazwa. Hapo itakuwa tumaliza ibada ya umra. Sasa inshallah tutakuja kuingia ibada ya hija katika
semina ya kumalizia wiki zinazofuata inshallah. Nadhani tumefikia tamati, na kama hakuna ziada, manake tuje katika matangazo ili saa 6 kamili iwe tumeshaondoka. Naam. Anauliza, je, lerubega unaruhusiwa kuvaa ukanda? Lerubega utavaa na mkanda na utapewa mkanda. Insha Allah taasisi itakupa mkanda, utajifunga mkanda ili sije likashuka. Na ukipiga mkanda lile halitoki. Insha Allah. Ila utaona manyago mengi huko, lakini watu waachane nayo. Utakuta watu wametia vifungo vya chawa. Tunavijua vifungo vya chawa vile vya kudatisha. Wametengeza kama shati. Wengine wametia wanafanya kama hafu. Wametia nini mipira ile. Hali mradi wewe utaona manyago, hayo tuachane nayo. Wengine wametia zipu. Hali mradi utakuta mambo mengi. Sisi tushirikiane yale ambayo ya kwetu sisi inshallah.